unaouona kwa Mungu wako na wengine wanao huko. Tena afadhali wa kwako yuko vizuri. Nishazoea watu wa kuwadunda mangumi, ndio unatulia kwa kumwogopa deni tapigwa. Bwana sasa. Bwana asifiwe. Amen. Bembeleza majitu sasa hivi yana mbinu, yanabembeleza mpaka kwenda kumuogesha na nyimbo huko. Bwana sasa. Wewe unatupa maji hapo tu jipeleke wewe una mikono. Bwana sasa. Sawa. Wacha peleke. Upendo na shuka. Bwana sasa. Amen. Ndoa ni ya kubembeleza. Bwana, kubembeleza si kwamba unakuwa duni. No. Mbembeleze. Bwana sasa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio mnasababisha wanaume wawe na nyumba ndogo. Chanzo ni nyingi. Chanzo ni nyingi. Mtu akikosa mabembelezi nyumbani kwake, basi anaona hapa akipata wa kumbembelezi unaona ametetea. Utamrudisha kwa magugu. Uwezi. Sasa au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba mwili mmoja? Bwana sasa. Amen. 18 anasema ikimbieni zinaa. Kila dhambi itendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Bwana sasa. Bwana asifiwe. Dhambi zingine zote Biblia inatuambia kwamba ndugu ziko nje ya mwili, lakini dhambi ya zinaa iko juu ya mwili wako mwenyewe. Kwanza nataka nikwambie, dhambi ya zinaa inaharibu akili. Inaharibu akili. Hebu fikiria mwanaume kama huyu anakamata kuka anapeleka kwa hawara. Na leo sasa wamebadilisha, hawasemi hawara, maana hawara linanuka. Ni neno baya ambalo halikubaliki. Wanasema mzazi mwenzangu. Au wanasema bibi yangu, bibi yako. Bibi yako, wewe sema hawara yangu ili uende unanuka tu hawara basi. Bwana sasa. Amen. Kimbieni zina. Zina haturuhusiwi kwamba tuikemee, ni kukimbia mbio kama ilivyofanya Yusufu. Anasema nitende dhambi mbaya kubwa kama hii, nimkose Mungu. Nataka kukwambia mchana wa leo, wewe unayetenda dhambi ya zinaa, maana yake umejengwa kwenda mbinguni. Bwana sasa. Na toba yake ina gharama. Si kama unavyotubu kwa dhambi zingine. Toba yake sio mchezo. Bwana sasa. Dhambi hii ni mbaya sana sana sana. Inakusababisha mkose nani? Mungu. Hebu mtu mmoja Shedi, soma pale sura 39 mwanzo mstari wa 9. Sura ya 39 mwanzo mstari wa 9. Hebu sikiliza. Mwanzo 39:9 Biblia inasema, ndio, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Ndio. Wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mkeo. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Hebu rudia. Umeona hapa aliposoma? Mwanzo sura ya 39. Mwanzo mstari wa 9. Hebu soma tena. Biblia inasema, ndio, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mkeo. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Nifanyeje ubaya huu mkubwa? Ni wakati mke wa Potifa anamtongoza Yusufu. Bwana asifiwe sana. Anamlazimisha kwamba watembee naye. Sio watembee naye, walale naye. Tuweke Kiswahili sahihi. Bwana asifiwe sana. Huko kukaa tuna picha. Kulikuwa kuna kionjo kwenye tangazo fulani. Na wazazi wanaopenda kuwaficha watoto. Bwana asifiwe sana. Watoto sasa hivi wanajua kila kitu
mwanangu, usitembee na wanaume. Unasikia mwanangu? Usitembee kabisa na wanaume. Sikiliza, usitembee. Haikuchukua muda, mama mtu akaona tayari binti yake tayari kamimba kanafanyaje? Kanakuwa. Mwanangu, si nilikwambia? Mbona naona kama una ujauzito? Ulifanyaje mwanangu? Akasema, mama, wewe si ulinikataza nisitembee na wanaume? Sasa ulifanyaje? Akasema, mimi sikutembea na ila nililala naye. Wewe sulificha. Sulificha kwamba kulala naye unakuwa umekosea. Sasa binti anasema, mimi sikutembea naye mama, mimi nimelala naye. Matokeo yake ujauzito. Walikuwa nafundisha, jamani, kuweni wawazi. Watoto wetu tuambie uwazi na ukweli. Bwana, unapotenda jambo hili matokeo yake ni 1, 2, 3. Sio lugha za kuwaficha ficha. Bwana shweshana. Sasa Yusufu anasema, nitende dhambi kubwa kama hii, nimkose Mungu? Inawezekana? Bwana, nachotaka kukwambia mchana wa leo, kama unatenda dhambi ya zinaa, Bwana, ni wewe umejiondoa, kwa sababu tulishaokolewa. Mtu kisha kombolewa unakuwa mali ya yule aliyekukomboa. Bwana shasana. Ukisha kombolewa wewe ni mali ya yule aliyekukomboa. Kumbuka hii miili tunayoitumia katika vitu ambavyo havistahili sio miili yetu, sio mali yetu. Bwana shasana. Biblia hapa tuliposoma inasema miili yetu ni mali ya nani? Ya Mungu. Mungu huyu anataka hii miili imtukuze, sio kukamata viungo vya Kristo tuvipeleke tena kwa kahaba. Hebu fikiria, yeye mwenye mwili anakuonaje kwanza? Yeye aliyekukomboa anakuonaje? Bwana sasa. Sawa na mama umetolewa mahali, halafu baba kuone una jitu lingine. Wewe unafikiri anajisikiaje kwanza? Hebu tuelezane. Nyinyi kila siku mnapanga ngumi hapa kwamba huyu sasa ameanza kwenda nje. Si nyinyi hapa. Bwana shwesa. Unapomkuta mtu anazungumza tu, hata kuzungumza na mwanamke mwingine, wala hana habari na hayo unayowaza. Sasa mtu nakuta nyumbani ameshavimba, ameshakuwa kama nyumba. Bwana shwesa. Akidhani kwamba huyu bwana labda yule amenipindua yule. Kumbe sio maskini ya Mungu.